Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Watu wengi tumeshuhudia namna ambavyo msanii Diamond Platnumz aliweza kumtambulisha mzazi mwenzake ambaye mtoto huyu alimpata huko kipindi cha ujana wake, enzi hizo ambazo kabla hajakutana na Zari the Boss Lady, mtoto huyu alikuwa ameshazaliwa tayari. Diamond Platnumz akaamua ndani mwaka huu 2026 aweze kumtambulisha huyu mtoto, lakini pia akaamua kumtambulisha mama wa huyu mtoto, jambo ambalo limemkasirisha sana mama wa huyu mtoto kwa sababu ni mwanadada ambaye unaambiwa hapendi sana kuonekana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia ni mwanadada ambaye hapendi sana kujipa umaarufu kupitia mzazi mwenzake msanii Diamond Platnumz. Ukimwangalia huyu dada ni raia wa Uganda, lakini pia ukiangalia Diamond Platnumz ni mtu ambaye hapendi sana mambo yake yawe ya siri. Mara nyingi sana huwa anaanika mambo yake kwenye mitandao ya kijamii. Sasa baada ya Diamond kumposti huyu mtoto haikuwa shida sana na huyu dada wala hakumaindi, lakini baadaye Diamond Platnumz alipomposti huyu dada ikazua gumzo na Juma Lokole anakuambia bana, huko nyumbani kwa Diamond Platnumz kumechafuka. Huyu mwanamke ameweza kumtolea maneno mazito sana Diamond Platnumz. Mara nyingi sana Diamond anapokuwa na mahusiano na mwanamke au anapokuwa na mzazi mwenzake pale nyumbani kwake, anatamani sana kumuanika mitandaoni. Diamond ni msanii, ni superstar, ni mtu ambaye ni maarufu. Anatamani sana mambo mengi anayoyafanya nyumbani kwake basi aweze kuyaweka kwenye mitandao ya kijamii, lakini jambo hilo limeweza kumuumiza na kumkwaza sana huyu mwanadada, kwani ni dada ambaye hapendi sana kuonekana kwenye mitandao ya kijamii. Na siku ya leo Juma Lokole ameweza kutupa kodi za kimbea kupitia application yake Lokole app, akiwa anadai dada huyu amecharuka vibaya, amemjia juu Diamond na kuanza kumfokea na kumweleza kwa nini umeweza kuposti picha yangu, kwa nini umenitambulisha, mambo kama hayo. Sasa tunajiuliza, ni kwa nini huyu dada unafikiri hataki kuonekana kwenye mitandao ya kijamii? Au ni kwa nini huyu dada anamgomea Diamond kuposti picha zake? Ni kwa nini? Kuna kitu gani ambacho kinaendelea nyuma ya pazia ambacho sisi bado hatujakifahamu? Lakini kiufupi sisi hatujaona kibaya, kwa sababu ukiangalia Diamond huyu ni mzazi mwenzake tu, yeye tayari ameoa na mwanamke wake ambaye ni Zuchu. Lakini pia Diamond Platnumz maisha ambayo amezoea kuyaishi ni ngumu sana kumwambia eti maisha hayo ayafiche tu nyuma ya pazia na wala asianike kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kama ameweza kwa miaka yote hiyo 13 kutokumwanika mtoto wake mitandaoni, na sasa hivi angemwacha tu huyu mzazi mwenzake, kama hataki kupostiwa basi angemwacha. Sasa Juma anakuambia huko nyumbani huyo dada ameweza kumkalisha Diamond chini na kumwambia, ni kwa nini umeposti picha yangu, mimi sijapenda, sijafanya hivi. Yani alikuwa hatamani kabisa kutambulishwa, hatamani kabisa basi Watanzania wamfahamu kwamba huyu ni mzazi mwenzake na Diamond Platnumz. Huenda anaogopa zile skendo, kwa sababu unajua watu wa uraia wa nchi zingine huko wanaogopa sana. Hapa Tanzania, unajua Tanzania kuna mapaparazi wengi, lakini pia waandishi wa habari ni wengi. Yani kuwa superstar huwezi hata kusema basi leo niende zangu Kigamboni hapo nikajilie zangu vipweza vya 200. Huwezi kufanya hicho kitu, ni lazima kamera zitakumulika, utapigwa sana picha. Huenda huyu dada ndio kitu ambacho anakiogopa. Akishapata umaarufu tu kupitia Diamond, huenda asiwe huru na maisha yake. Kuna siku Zuchu aliwahi kuzungumza katika moja ya interview yake kwamba kabla hajapata umaarufu alikuwa yuko huru sana, anaweza kaenda club akaenjoy, akacheza mpaka akapanda juu ya meza. Lakini baada ya kuwa superstar imekuwa ni ngumu, kuna vitu ambavyo anavimisi, anashindwa kabisa hata kuwaita washikaji zake, marafiki zake, jamani kinanuka wapi leo, twendeni tukaenjoy, mambo kama hayo. Zuchu anakuambia inafikia hatua anamisi kabisa hata kutembea tu kwa miguu hivi, basi akapishana tu na watu, anamisi. Mara nyingi sana anakuwa ndani ya gari amejificha full tinted, mambo kama hayo. Kiukweli huenda huyu dada ndo kitu ambacho anakiofia sana, endapo atajiweka kuwa kama maarufu. Huenda atakapoenda kule kwao Uganda, atakaporudi kule, basi kuna namna fulani hivi akaitwa katika media kufanywa interview, ni kama vile usumbufu fulani huyu dada haupendi. Sasa hajapendezwa kabisa na kile kitendo cha Diamond kumposti, ndio maana ameweza kukasirika. Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.